Hatua 7 za kuijua nguvu yako ya mafanikio iko wapi? Watu wengi wanatafuta mafanikio nje yao. Wanafikiri bahati iko kwa watu wengine. Wanafikiri fursa iko mbali. Lakini ukweli mchungu ni huu. Wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawajawahi kugundua nguvu yao halisi iko wapi. Nguvu yako ya mafanikio haiko kwa kila mtu. Iko sehemu moja maalum ndani yako, na ukishaitambua, maisha yako hayarudi kuwa ya kawaida tena. Hizi hapa ni hatua 7 za kukuonyesha nguvu hiyo iko wapi. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili tuendelee kujifunza zaidi. 1. Angalia kile unachofanya bila kulazimishwa. Kuna kitu ambacho ukikifanya, muda unapotea, huchoki haraka, huhitaji mtu akusukume. Hapo ndipo nguvu yako ilipoanza kujificha. Mafanikio hayaanzi pale unapoteseka sana, yanaanzia pale unapotumia kile ulichobebwa nacho kiasili. Watu wengi wanajilazimisha kuwa kile wasicho, ndiyo maana wanachoka mapema. 2. Angalia maumivu yako makubwa. Usikimbie maumivu yako, yatazame vizuri. Mara nyingi nguvu yako ya mafanikio imejengwa juu ya kile kilichokuvunja zamani. Aliyekosa pesa anaweza kuwa mjasiriamali mkubwa. Aliyedharauliwa anaweza kuwa kiongozi wa watu. Aliyeumizwa anaweza kuwa mponya wa wengine. Maumivu yako si laana, ni mwelekeo. 3. Angalia matatizo watu hukuletea kuyatatua. Kuna watu huja kwako kila mara kuomba ushauri. Wengine huja kwako ukiwasaidia bila wewe kujitahidi sana. Hapo kuna dalili kubwa sana. Ulichobeba ndani yako ndicho dunia inakihitaji, na dunia hulipa kwa kile inachohitaji, si kwa kile unachotamani. 4. Angalia kile kinachokukasirisha kuhusu dunia. Kuna mambo yanakuumiza moyo unapoyaona: udhalimu, ujinga, umaskini, uzembe. Hasira hiyo si ya bure. Kinachokukasirisha sana kinaonyesha eneo ambalo roho yako imetumwa kulibadilisha. Mafanikio ya kweli huanza pale unapogeuza hasira kuwa suluhisho. 5. Angalia kile ulichowahi kushinda bila msaada mkubwa. Tafakari safari yako. Umeshapitia nini na bado upo hapa? Kila ushindi wa kimya ni ushahidi wa nguvu yako ya ndani. Kama uliweza kuvuka kipindi fulani cha maisha, basi ndani yako kuna uwezo zaidi kuliko unavyofikiria sasa. Mafanikio hujengwa juu ya uthibitisho, na ushahidi mkubwa ni historia yako mwenyewe. 6. Angalia kile unachojifunza haraka kuliko wengine. Kuna eneo unalielewa haraka, unapiga hatua bila juhudi nyingi. Hapo kuna akili yako ya asili. Usijipime kwa vipaji vya wengine. Jipime kwa kasi yako mwenyewe katika eneo lako. Mafanikio hayahitaji ujue kila kitu, yanahitaji ujue kitu kimoja vizuri sana. 7. Kaa kimya, usikilize sauti ya ndani. Kabla ya kelele za watu kulikuwa na sauti yako, sauti ambayo ilikuambia uende fulani, ujaribu hili, uache lile, lakini uliipuuza kwa sababu ya hofu, lawama au kutaka kukubalika. Nguvu yako ya mafanikio haipigi kelele, inanong'ona, na anayejifunza kusikiliza anatangulia wengi. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Usitafute nguvu yako ya mafanikio kwa watu. Usiiombe, usiiharakishe. Iko tayari ndani yako. Kazi yako si kuitengeneza. Kazi yako ni kuiamini, kuilinda na kuitumia. Siku utakapochagua kuishi kulingana na nguvu yako halisi, dunia itaanza kukujibu tofauti, na hapo ndipo safari ya kweli ya mafanikio huanza.